Jina ni Peter Kiruku, mkurugenzi mkuu wa ESAMI ambayo tuko katika nchi 10 za Afrika ya Mashariki na Kusini, lakini tunafanya biashara katika nchi 34 za Afrika na katika nchi zingine kama China, Uturuki, Dubai, Malaysia, Singapore. Kwa hivyo tuseme kwamba chuo ni chuo cha kimataifa, na tumekuwa na kongamano hapa ya wataalamu kutoka university zaidi ya 50 duniani, Afrika, Marekani na Ulaya. Na kongamano lilikuwa ni juu ya utafiti na jinsi matokeo ya utafiti yanaweza kutoka kwa chuo kikuu kwenda kusuluhisha matatizo katika serikali, katika jamii na katika viwanda, kwamba utafiti usikae katika mahabara ama zile pia zinaitwa ivory tower kwa Kiingereza. Ni kwamba lazima tuwe katika mstari wa mbele kutatua matatizo yetu kama binadamu. Hilo ndio kwa linaendelea kwa siku 2.5 zilizopita. Asante sana. Mimi naitwa Henry Warohio. Nimesimamia idara ya utafiti na consultancy hapa ESAMI. Na kwenye ile idara huwa tunafanya kazi na wanasayansi ambao wanafanya utafiti kwa mambo mbalimbali. Utafiti wa kiteknolojia, utafiti wa kilimo, utafiti kwa sekta ya education na mambo mengine mengi. Kwa muda huu, wakati tumekuwa tukiandaa ESAMI Global Research Colloquium, tumewaleta pamoja wanasayansi kutoka vyuo 63 kutoka sehemu mbalimbali ulimwenguni. Kuna vyuo vya utafiti ambavyo vimetoka Afrika, Tanzania, wengine Kenya, Zambia, Malawi, Afrika Kusini, Ujerumani, Uholanzi na pia USA na Egypt Cairo, baadhi ya nchi zinginezo. Na kwa siku 2 zilizopita wamekuwa wakizungumzia mambo mbalimbali. Kwa mfano, wamekuwa wakitoa taarifa ya findings ambazo wamepata kutokana na utafiti wao. Kwa hiyo tumekuwa na sessions ambazo wanasayansi wanatoa hizo findings. Na pia tumepata nafasi ya kuangalia wasomi wanaopata masomo ya PhD na wasomi ambao wanapata masomo ya Doctorate in Business Administration au DBA, na wengine ambao wanafanya master's degree. Na pia wao wamepata nafasi ya kupata review kwa profesa kutoka sekta mbalimbali ili wa improve mambo wanayofanya na kazi ambayo wanaandikia mambo yake. My name is Sister Dr. Anne Lucy Achieng. I come from Kenya, Nairobi. I'm a doctor, specialization in counseling psychology. Currently, I teach at the university, Catholic University of Eastern Africa, and also affiliated to the Cooperative University of Kenya. I'm happy to be here at ESAMI, Arusha,
and I've gained quite a lot. Right from the beginning in the colloquium, we have been discussing about climate change, agriculture, research, collaboration, as well as publishing journals. And what I've learned is that climate change is here with us, and agriculture is highly affected. As Kenyans and as Africans, there's so much we need to do on climate change. And AI is here to stay, because at the end of the day, lecture studies is not just in the lecture halls, but beyond the lecture halls. Ni mhadhiri chuo cha uhasibu Arusha katika masomo ya uchumi na takwimu. Ukiangalia nchi zetu hizi za Kiafrika, mara nyingi uchumi wake unategemea sana biashara, na hasa biashara ya kilimo. Namna ya kuongeza tija katika kilimo, lazima tuhakikishe kwamba tunakuja na teknolojia ambazo maamuzi ya hizo teknolojia ama mbinu za uzalishaji ziwe zinatokana na tafiti ambazo zimetokana na takwimu sahihi, na ambazo zimetokana na teknolojia ambayo ni sahihi kwa wakulima wale ambao tunawalenga hasa. Ukiangalia wakulima wetu wengi ni wanatoka katika maeneo ambayo ni tuseme kwamba ni wakulima wa kiwango kidogo, ama kilimo ambacho wanazalisha sana uzalishaji kwa ajili ya chakula tu na si kwa ajili ya biashara. Kwa hiyo tukiwa na takwimu sahihi, tunaweza sasa kuainisha yale maeneo ambayo kwamba wakulima wetu wana uhitaji zaidi, na kwa kutumia takwimu hizo tunaweza kuja na teknolojia ambazo zina takwimu sahihi, na ambazo tukizitumia tunaweza kuboresha uzalishaji na hatimaye kuhakikisha kwamba tunakuwa na chakula cha kutosha, na ambacho tutaweza ziada yake tunaweza kuitumia pia kwa ajili ya biashara. Ninaitwa Dr. Moitete Cairo, nikiwa mmoja wa washiriki katika mkutano huu ambao umeandaliwa. Ni mkutano wa kitaaluma ambao umeandaliwa na ESAMI katika chuo hiki, makao makuu yapo Arusha. Ni mkutano ambao umekusanya wataalamu mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali na nchi mbalimbali. Wataalamu wamekuja kwa ajili ya kubainisha tafiti mbalimbali ambazo zimefanyika katika nchi mbalimbali, na katika kuzingatia hayo wamekuja na maoni mbalimbali ambayo yanafanana katika Afrika. Matatizo sehemu kubwa ya Afrika yanafanana. Linalotokea Tanzania ni hilo hilo linatokea Kenya, Zambia, Malawi, Cameroon na nchi nyingine. Kwa ukiangalia watafiti wameonekana kwamba matatizo yao yanafanana. Kwa hiyo tunahitaji solutions za Kiafrika katika kuaddress matatizo ambayo yanajitokeza kwa hivi sasa, kwa kuangalia hiyo uniformity ya matatizo. Kwa mfano unazungumzia masuala ya climate change, nchi zote za Afrika zimekuwa affected. Unazungumzia masuala ya artificial intelligence, mahitaji yapo, lakini kuna challenge nazo pia zinakuja. Kwa hiyo wataalamu wamejadili kwa kina. Ukizungumzia masuala ya governance pia yameleta changamoto kubwa. Kwa hiyo wataalamu wamekaa na wakabainisha na kuja na solution ambazo zinaweza zikasaidia nchi za Kiafrika. Kwa hiyo huu mkutano umekusanya wataalamu mbalimbali, sehemu kubwa kuanzia ngazi ya PhD na kuendelea, ndio walikuwa wanaweka mjadala mkubwa ambao umezingatia hayo mambo ambayo tumeyazungumza. Most importantly, mutual learning took place. During the past few days, we've learned that our research should have social impact in the societies we serve. Without this, we could become irrelevant. We've been made wary of the intersection between academic theory and practice, with each informing and improving the other. This implies that one should demonstrate the ability to use evidence in solving complex problems in society. Also, our intellectual thinking were indeed stimulated by formidable speakers such as our guest speaker, Prof. Tsilitsi Marwala, Prof. Marjolaine Zwieghorst, the former Commissioner of Higher Education in Indiana, Mr. Chris Lowry, and of course, our very own
Dr. Henry Warihu. Me, as a town and country planner, I'm employed as a town and country planner. And when you are planning, to some of you, when you are talking for urban planning, what comes to your mind is plots. It's more than that. Urban planning is a profession which is cross-cutting. It crosses it involves spatial planning, the use of space, the use of land. It's about socio-economic issues. It's quite cross-cutting. It involves climate change issues. It involves population growth dynamics. There's quite a lot which is involved. So for you now, for me to come up with better plans, responsive plans, plans which are current plans that respond to current situations, I need such kind of knowledge. Dr. Henry Hunga, I'm from Malawi. I'm working with the National Government Finance Committee. I'm the regional manager. I participated in this colloquium here at ESAMI in Njiru to share insights into global research. So through this conference, we have interacted with researchers from across Africa and beyond in areas that included digital divide, climate change, food and nutrition security, and social research impact. How is our research bringing impact to the society that we serve? On the other side, the colloquium offered upcoming researchers a chance to learn how to communicate science. So the communication was divided into two areas. The researchers had to come up with a paper to present during the colloquium, and they presented their papers, which were critiqued by trained or seasoned scientists who also were part of the colloquium here at ESAMI. This went further. Upcoming researchers have been also supported in terms of thesis development, both at master's level and PhD. So this is very important for Africa to develop a generation of researchers that will move the continent forward into the 21st century.